Naam, wakati tunaenda kuandaa historia ya Hassan Mwakinyo, lakini tumepata jambo la kushangaza kidogo pale kwenye pambano lake lilofanyika hapo jana mnamo tarehe 26 mwezi huu ya mwaka 2025. Hassan Mwakinyo wakati anaingia katika mpambano wake huo aliweza kuvaa fulana ambayo ilikuwa ina picha mbili tofauti, ambapo mbeleni ilikuwa na picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, na mgongoni kwake kulikuwa na picha ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Maswali yalizuka kwamba kuna maana gani Hassan Mwakinyo kuvaa fulana yenye rangi kama zile, lakini kupitia Nyota Station Always tunakwenda kutumia taktiki maalum za kisaikolojia kuweza kutambua ni nini maana ya Hassan Mwakinyo kuvaa nguo ya namna ile. Kwanza, ndugu mtazamaji, nataka kufahamu asili ya mtu huyo ni nini, ana namna gani, ana tabia gani, na ana itikadi na misimamo gani ya kila siku. Kama unavyojua, Hassan Mwakinyo sio mwanasiasa, lakini taaluma yake anayoifanya serikali lazima ihusike kwa kipaumbele kikubwa, kwani anafanya international fighting za kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo lazima serikali ihusike. Kama unataka msaada ya sehemu husika, huwezi kugombana na mwenye nyumba. Kamwe paka hawezi kugombana na anayemfuga. Lakini ndugu mtazamaji, kwa mantiki hiyo unaweza kurudia kwamba katika upande mwingine, Hassan Mwakinyo itikadi zake sio mtu wa moyo uliokuwa legelege. Hawezi kufanya kitu kwa ajili ya kumwogopa mtu mwingine, kwani anajiamini katika nyanja zote. Kwa upande mwingine tunaenda kuwaza kwamba Hassan Mwakinyo kwa nini kafanya vile. Huenda Hassan Mwakinyo anawakilisha upendo kulingana na watu waliogombana kuhusika katika pande hizo mbili, kwamba wote ni watu sawa, wote lazima wapewe heshima zao, sisi wote ni wamoja, akisimama katikati kama taifa. Lakini hata hivyo, Hassan Mwakinyo huenda amefanya hivyo kwa kuwataka hawa watu wawili kuweza kupatana. Yaani hawa watu kama kuna tofauti yoyote waliokuwa nayo, basi wote Hassan Mwakinyo husimama kama upande wa raia wa Tanzania kuwaomba hawa watu wawili wawe moja, au kunena kwamba watu hawa wawili ni kitu kimoja. Na kupitia tamathali hizo na saikolojia, Hassan Mwakinyo inaweza kukusaidia ni nini ambacho anakimaanisha. Lakini kwa kawaida tusikimbilie kwenye upande wa negative way, yaani kujihisi vibaya kwamba Hassan Mwakinyo ameashiria dhana iliyokuwa mbaya. Lakini Hassan Mwakinyo ingekuwa ameashiria dhana mbaya, angeweza kutoka na picha moja tu pale, lakini kuja na hao watu wote wawili ameashiria watu wote hao ni wamoja, inabidi wapendane, inabidi waishi katika mustakabali mmoja, kulijenga taifa wote kwa pamoja ili liweze kusonga mbele na tofauti za vyama ziondoke.